Wakili ina kazi ya ku predict kwamba kanisa letu lina uwezo kiasi gani kwa mwaka. Kwa hiyo ndio inayotupa, yani hatujui kwamba tukazijumlisha zote, ila inatupa kwamba okay, kama tuna watu wa aina hii kiasi hiki, watu wa aina hii kiasi hiki, wa aina hii kiasi hiki, bila shaka pato letu kwa mwezi hapa kanisani, kama watu watakuwa waaminifu, linaweza likawa ni kiasi hiki. Na haiwezi kuwa kamili, ni makadirio. Alafu tunasema kama ni hivyo, shughuli zetu zote tunapozipanga, tujue mipango yetu ya mwaka. Tuna ujenzi wa kanisa, tuna makambi, tuna uinjilisti, tunahitaji vifaa vya televisheni, tunataka hiki, tunataka hiki. Vinapokuwa vimejumlishwa labda vinafika milioni 150. Alafu mnasema tena makadirio ya zaka na sadaka. Maana yale makadirio ni kuonyesha tu kwamba field au conference inahitaji nini kutoka kwako. Ukikileta hicho kinaweza kusaidia mambo yakaenda. Ni hii hapa unajumlisha. Alafu mkiangalia mnakuta mna milioni 400 inatakiwa kwa mwaka. Lakini mkija mkiangalia mnasema bajeti yetu iliyoletwa hapa ni milioni 400, lakini uwezo wetu tukiuangalia unaenda hadi milioni 600. Kwa hii bajeti ni kama vile kamati inashauri kwamba hii bajeti inaonekana kana kwamba iko chini ya uwezo tulio nao. Tuna uwezo zaidi ya hapo. Lakini pia kama ile kamati inaona uwezo wetu ni wa milioni 200, lakini mahitaji ni ya milioni 600 kwa mwaka, inakuja sasa kupunguza ili kuona katika hayo ni jambo gani la muhimu zaidi tulipe kipaumbele mwaka huu, tutoe nini kipaumbele ili tukipe budget kubwa zaidi. Mnaweka hapa, mkitoka ndio mnaileta kwa baraza la kanisa. Baraza la kanisa linapigia kura ya hayo mapendekezo, yanaenda kwenye mkutano mkuu wa kanisa, yanapigiwa kura. Mkitoka hapo sasa, kamati ile hamjaishia hapo, muna kazi ya kuwatembelea washiriki wote katika hiyo database mlionayo, mkiwakumbusha juu ya jukumu la kanisa hilo, na kwamba ili jukumu hilo liweze kuwa vizuri, lifikie kiwango chake, ni pale ambapo kila mtu atajitoa kwa sehemu yake. Sasa utaniuliza hawa wanafunzi wengine nao unawatembelea saa ngapi na lini? Kuna namba ya simu. Kwa hiyo unaweza ukamtembelea kwa simu. Huna haja ya kumfikia. Mnatengeneza hapa, kuna wataalamu wanaweza wakatengeneza message ya pamoja, alafu wanairusha, inasema Rashidi Abdalla, Mungu akubariki sana kwa sabato hii ya leo. Mungu anaona kujitoa kwako, na sasa tunakukumbusha ya kwamba tunalo jukumu la kufanya kanisa letu liweze kusonga mbele katika mambo yafuatayo yanatajwa. Kwa kadiri Bwana alivyokubariki, hebu kumbuka kumtolea kwa uaminifu. Umeshamtembelea, na ukipata ujumbe huu unaweza ukajibu ya kwamba nimepokea. Kwa hiyo unaweza mkatengeneza ka program ili wale watu wa online pia mnaweza mkawatembelea wakawajibu. Lakini hata tu simu hii ya kubonyeza SMS ya kawaida mnaweza mkawatembelea. Na kuna wakati fulani nilifanya kazi ya kutembelea washiriki kwa njia ya simu. Kwa naenda ofisini, nina appointment na washiriki 6 au 7, na wapigia, tumeshakubaliana itakuwa saa ngapi. Naenda nakaa ofisini, napiga simu, halo, habari yako? Ni nzuri. Habari za kazi? Ni njema. Basi unaomba kwa sekunde chache, unakuwa na fungu la sekunde chache, na ukimaliza unamwambia tena mtu wa Mungu ni jambo gani ungependa tuliombee, kama mazingira yako vizuri, na kama hayako vizuri uliache hapa mezani kwangu kwa njia hiyo ya simu,
ili leo tuko kwenye maombi tuendelee kuliombea. Kwa hiyo unaweza ukatembelea washiriki wote, si lazima ufike nyumbani kwake, ila wale ambao kuna umuhimu na inawezekana unaweza ukafika nyumbani kwake. Kwa hiyo mnaweza mkatengeneza utaratibu huo. Kwa hiyo kazi sasa ya kamati baada ya kuwa imeona ile budget yote jinsi ilivyokaa, kamati ya maombi kazi yake ni kuombea hiyo mipango. Kamati ya uwakili kazi yake ni kuwapa watu mbinu za kufanikiwa ili waweze kufikia hayo malengo, waliweze kuliwezesha kanisa. Hii ndio kamati pia inapaswa sasa kuona tuna watu wangapi ambao hawana kazi maalum kanisani, na kwa nini hawana kazi maalum, ili itengeneze namna ambapo inaweza ikaleta wawezeshaji kanisani, wakafundisha mipango ama njia za rahisi za kuweza kupata kipato. Mnaleta mtu ambaye anaweza sasa akafundisha kutengeneza mikate, kutengeneza vitumbua, kutengeneza chapati. Sio kila mtu anajua kutengeneza chapati. Mwingine anatengeneza za pembe sita, na unajua sisi tumeathirika na mambo ya kuangalia sura ya kitu. Sasa ushaambiwa chapati ni duara, alafu ukaikuta ina pembe 4. Unaanza kusema huu ni mkate, sio chapati. Lakini pia labda uchakataji wake unakuwa na chapati ngumu kama ngozi ya ng'ombe, hutapata wateja. Inabidi lazima upate ambapo watu wanapenda, ukisema chapati basi iwe laini. Natoa mfano. Kwa hiyo wanaelimishwa kwamba unaweza ukakaa mahali fulani ukauza matunda. Ukawa na kigari chenye tairi 2 za kukokota, asubuhi unapakia matunda yako, unakaa kwenye kona ya wala matunda wengi, unakaa hapo unauza matunda, kama ni machungwa, kama ni parachichi, na kwa mtaji mdogo. Faida yote utakuwa unachukua, lakini mtaji huu utakuwa umebaki pale usipungue, ili siku nikija nikitaka zile 50,000 unanionyesha, faida ndio unayoweza ukatumia. Sasa uwe mwaminifu. Usiseme nina malaria leo sitaweza kuuza machungwa, kumbe ushakula hela, umeshaenda kwenye nani, kwenye kitchen party na zile hela. Au umeshasafiri, unasema niko hapa, kumbe uko Songea. Kwa hiyo kazi ya kamati pia wakili ni kuwafundisha watu kwamba ili uweze kufanikiwa unapaswa kuwa mwaminifu. Mwaminifu kwako na Mungu, na mwaminifu baina yako na jirani yako ambaye anaweza akakuwezesha. Kuna watu ambao wana nia ya kuwawezesha watu, nao wahimizwe kuwezesha, lakini tahadhari itolewe kwamba huyu anapokuwezesha na wewe kuwa mwaminifu kwa ile shughuli ambayo unaifanya, ili kila kanisa kila mshiriki katika kanisa awe na kitu anachoweza kufanya cha kuweza, anapokuwa amekipata faida yake anatoa zaka na sadaka na kanisa linaendelea. Lakini hayo mambo ili yaweze kufanyika kwa uzuri, ni vizuri kila mtu ajulikane atakaa hapo kanisani muda gani, anafanya shughuli gani. Kazi ya kamati ya maombi ni kuwaombea hao watu. Kazi ya kamati ya wakili ni kuwafundisha namna gani waishi katika maisha ya kiuwakili. Hiyo ni sehemu moja wapo. Na wanapokuwa wametembelea, kama ni mkuu wa idara, hakikisha una namba ya simu ya mkurugenzi wa idara ya huduma za uwakili, ili kile unachokifanya kuna mahali anaulizwa. Waliotembelea, mchungaji anaulizwa ametembelea washiriki wangapi, na watoto wangapi, watu wazima wangapi, na vijana wangapi. Sasa vijana ni akina nani? Vijana inajulikana kwamba ni umri wa miaka 18 mpaka 35 anaitwa kijana. Ila ukishaoa, hata kama una miaka 18 na nusu, unaondoka sasa kwenye kijana kwenye hesabu zetu za kanisa za uwakili. Yaani ukishaingia kwenye familia unaondoka kwenye orodha ya kijana, we ni mtu mzima. Ikiwa hujaingia kwenye kuoa au kuolewa, tunakuvumilia kwamba bado we ni kijana mpaka miaka 35. Ikifika we mzee, uendelea huko. Hatujali kwamba we umeolewa hujaolewa, we ni mzee. Wazee wangapi hapa hawajaoa? Hilo tuliache.
hilo tuliache, sio tukachokoza vitu vingine. Sasa kwa nini ni muhimu washiriki wote wajue namna idara inavyofanya kazi? Kuna wakati mkuu wa idara atatakiwa kuwa na ripoti inayoonyesha uhai wa idara hiyo hapo kanisani. Kwa hiyo aonyeshe namna watu wanavyotembeleana. Sasa watu wanatembeleana sana, lakini hawapeleki taarifa kwa kiongozi wa idara. Kwa hiyo kuwe na mfumo ama namba ama vyovyote vile, mahali ambapo mshiriki akitembelea anataja tu idadi, nimetembelea washiriki 3, labda we ni karani, kwa sababu pale inaonyesha kwamba labda ni karani, shemasi mkuu, nani na wengineo. Basi ili mwisho wa mwezi anapofunga taarifa tuone SUA walifanya uhai wa kanisa kupitia kutembeleana, na waliotembeleana ni watu 200. Na hilo ndio kanisa lile la mitume, ambapo watu walikuwa wakitembeleana, wakiumega mkate nyumba kwa nyumba, tena anasema kwa roho nyeupe. Yaani akikuta kitu anakula, na anakula kwa roho nyeupe. Sio anakula huko anajiuliza, huu karimu kweli ni waheri? Yaani Waadventista ninatakiwa nikija nyumbani kwako, yaani nikikuta chakula kwa roho ngapi? Anasema walitembeleana wakamega mkate nyumba kwa nyumba kwa moyo mweupe, sio mweusi wala mwekundu. Tunapeana uhai, yani kanisa linakuwa hai. Kama kuna vijana wanaosoma, msikutane tu Jumamosi, mzazi hapa au mshiriki ambaye ana nafasi, unaweza tu ukaita vijana wanaosoma hapo, jamani vijana 10 mnitembelee nyumbani kwangu, nimewatengenezea mlo wa jioni. Wanakula, wanafurahi, wanaimba nyimbo, wanakuombea tu hapo, unaendelea kufanikiwa zaidi. Yaani uwakili ni pamoja na mahusiano na Mungu na mahusiano na watu wengine, ikiwa ni pamoja na kuona mahitaji ya watu wengine. Sio kwamba hawa vijana hawana chakula kule, wanacho, lakini siku hiyo ukatengeneza amazing kitu kingine ambacho umepita kwenye makantini yao hakipo. Njoni hapo mule pamoja. Na swala la kula pamoja la kiuwakili wala usiliweke pembeni. Na ndio maana unatakiwa ujue kula ni hadi mbinguni. Bwana asifiwe. Amesema kwenye meza ile ndefu tutakula rojo rojo. Sasa unafikia mbinguni napo tunakula, tutakula. Na zoezi la kula pamoja lianzie hapa. Kama unasema mimi siwezi kukaa na huyu bwana nikala, mbinguni atakaa kule, we hapa, mnaangaliana, ili isije ikawa shida mkaangaliana kwa macho makali, mmoja wenu anabaki. Maana mtaleta shida kule juu. Mimi siwezi kukaa na fulani tukala chakula. Basi na wewe unasemaje? Na mimi nasema hivyo, hamwendi wote. Mimi niko tayari ila yeye ndio hako tayari, unaenda wewe maana una shida. Ni hesabu tu rahisi. Kwa hiyo ni vizuri pia tujue kwamba swala la kukaa pamoja linadumisha mahusiano, na unapodumisha mahusiano huo tayari ni wakili. Kwa hiyo ripoti inapokuwa sasa inatolewa, inakuwa ni ripoti ambayo ina usahihi, lakini inaonyesha uhai wa kanisa. Na hii kamati ya uwakili pia kama nilivyosema, inawajibika kwa robo kila mwezi kutoa taarifa kwa mchungaji ya kwenye fomu iliyojazwa, lakini angalau kwa robo kwenye baraza la kanisa, ili baadaye itolewe kwenye mkutano mkuu wa kanisa, ikionyesha. Inaweza tu ikaja pale. Tunao washiriki kadhaa ambao wanakuja kanisani kila Jumamosi, na katika hao wameweka katika makundi, wanasoma walioajiriwa kadhaa, wafanyabiashara kadhaa, wafanyabiashara ndogo ndogo kadhaa, wanafunzi kadhaa, na vitu vya namna hiyo vitakuwa vinalisaidia kanisa kuona dira ya mahali inapokwenda. Sasa zipo nyakati tunaweza kuwa na bajeti iliyoshinda uwezo wetu, na hiyo inaweza ikawa wakati gani? Tuna project kubwa tunazoshughulika nazo, lakini tunapoangalia, maana bajeti
inazingatiwa ya mwaka uliopita. Kama mwaka huu ni 25, tunaangalia mwaka jana mzima tuliingiza shilingi ngapi hapa. Mwaka jana mzima ndio uwezo wetu. Na ili tuweze kujua pia uwezo wa kanisa, kwa mfano umenunua kamera milioni labda 5. Ukija usiweke tu hapo, inapoingia kwenye inventory inatakiwa ijulikane thamani yake. Na hivyo nikumbuche kwamba makanisa mengi yamefanya vitu vikubwa lakini haviko kwenye kumbukumbu ya kifedha. Hata kama utaki jina lako litajwe, unasema Mr. Y, Z. Amechangia madawati 6 yenye thamani ya shilingi 1,200,000. Inaingizwa kwamba ni sehemu ya pato, ili isaidie kupima uwezo wa kanisa wa mwaka uliopita. Labda unakuta jengo linajengwa, ukaamua kwamba hao watu wameishiwa na cement, ukaleta mifuko 50. Inawezekana hutaki ujulikane, lakini sema tu mtu wa Mungu mmoja, andika hapo mifuko 50. Ili mwisho ukiisha tunasema zile fedha ambazo zilitolewa na watu ni hizi, lakini kuna wahisani pia waleta hizi, vyote vinajumlishwa. Alafu ndio tunasema bajeti yetu sasa tutaiweka ya mwaka huu tukizingatia uwezo wa bajeti ya mwaka jana tangu Januari mpaka Disemba. Kumbukumbu zipo, tulipokea vitu, tukapokea fedha, jumla tukivijumlisha tuna milioni 800. Kwa hiyo bajeti yetu isivuke milioni 800 pengine na 50. Kwa nini? Kwa sababu mnaangalia mwenendo wenu wa tangu mwaka juzi mnaendaje. Kama mnaporomoka chini kwa milioni 50, basi itabidi tena mpunguze milioni 50. Ila kama mnakuwa mnapanda, basi mtajaribu kusema huenda mwaka huu tukapanda. Kama ikizidi ya mwaka jana, mnazidisha tu kidogo ili tufanye vitu ambavyo ni halisi. Wakati mwingine makanisa mengi yana bajeti kubwa, lakini mwisho wa mwaka inaposomwa haikutekelezeka. Kwa hiyo kuna vitu vingi vilishindikana, havikufanyika, na havikufanyika kwa sababu hamna fedha, na tunabaki hivyo katika aina hizo za bajeti kwa muda mrefu. Na kwa hiyo tunaonekana si waaminifu wa kutunza ahadi tulioiweka wenyewe, lakini kumbe isingewezekana. Kwa hiyo ni vizuri bajeti zetu zizingatie uwezo. Ule uwezo utatoka wapi? Kwenye dodoso la kamati ya uwakili. Sehemu ya pili ni kule kwenye uhalisia wa kile kilichotolewa. Lakini hii dodoso litatusaidia kitu kimoja, kwamba kupima kwamba hivi jamani, kama watu tulio nao ni hawa, inawezekana kwa mwaka mzima kweli tukaishia hapa? Hii haiwezekani. Kwa nini? Kusema kanisa letu wanafunzi ni wengi, hata hapa wanafunzi naona ni wengi, ila mnasema sawa, wanafunzi tuwafundishe angalau Jumatano wafunge. Bwana asifiwe. Alafu tuwaambie mfungo iliyo sahihi ni ile ambayo ukifunga kile ulichofikiria kula ukawape wahitaji, na kanisa limekuwa mhitaji walete. Yaani ile 5,000 sasa unaitoa. Umeona kwamba hakuna mahali ambapo hela inakosekana. Kwamba nimefunga mlo wa mchana, nimefunga na wa asubuhi, nitakula tu jioni, ila nilichokifunga ni 5,000, na nimefunga leo Jumatano na Jumatano. Kwa hiyo nitakuwa na 20,000 kwa mwezi, nitakuwa nachangia maendeleo ya kanisa 20,000 kwa kujinyima kwa kufunga. Ukifanya hivyo unaweza ukashangaa bumu lilikuwa 50% likaja 100. Chap. Maana Mungu anasema nataka nifanye biashara na huyu mtu. Sasa mwanafunzi kila siku ukisema sina, bumu linatoka 100, unashangaa limereverse hadi 25. Jamani, hivi wamenifanyia? Sema tumepima, tumeonekana una sifa ya huu mkopo. Lakini kumbe tu kuna mahusiano tu ambayo Mungu alitaka uyafanye kwake. Najaribu tu kuwatia hamasa wanafunzi, kuwakasirisha. Unajua kuna vitu vingine vinaitwa kukasirisha ili mpate hasira kidogo.
najua hata hapa wanafunzi mnafanya vizuri, lakini nimeshuhudia hapa Tanzania makanisa ambayo wana vyuo jirani, wana vyuo wakichangia na kuona kwamba anasoma mwaka wa kwanza ukiisha wa tatu wanarithisha hivyo, unakuta wamesimamisha majengo ya makanisa mazuri kabisa. Na unajua hata we mwanafunzi siku ukitokea hapo, si ajabu umeshakuwa mzee kabisa, ukija hapo una ujasiri wa kusema hili kanisa Bwana asifiwe na mimi nilishiriki kulijenga, nina tofali liko hapo. Lakini sasa unaenda mwanafunzi unasoma miaka 3, 4, mingapi, lakini hujaacha tofali kwenye kanisa la SUA hata moja. Hata ukirudi ujasiri utasemaje? Utasema siku hizi ni mwaminifu, ila kwa kweli wakati ule sikuwa mwaminifu, kwa hiyo sijaacha hilo. Utasema, utaishia tu kwamba hili ni kanisa letu tuliabudu sana hapo. Lakini ulipokuwa unaabudu hapo uliacha alama gani? Hata usipoiacha kwa mwanadamu, kwa Mungu uliacha alama gani ambayo unaweza wakati mwingine ukadai? Katika mambo ya uwakili tunakukumbusha kudai kwamba Bwana unakumbuka, hata kama saa hizi sio mwaminifu, ila unakumbuka mwaka 24, 25 na 26 nikisoma pale SUA nilivyokuwa mwaminifu katika mambo yako. Hivi kupitia pale huwezi ukanipatia kazi? Yaani una sehemu yako ya kudai. Na hapo unakuwa serious na Mungu, maana alisema lete shida yako tuzungumze, nieleze shida yako niweze kukupa haki yako. Sasa unapofanya vizuri wakati fulani, dai hata ahadi kupitia hilo jambo zuri uliwahi kulifanya huko nyuma. Ila kama ukichunguza unasema kama kwa kweli kupitia SUA sina kitu cha kuomba kwa Mungu kupitia pale SUA, miaka niliyosoma kwa kweli nimetafuta sijakipata. Sasa labda nijaribu wapi? Shule ya nilipokuwa 5 na 6, hapo ndio usiseme. Yaani hapo ndio nilikuwa natumiwa hela, nilikuwa hata sijawa na akili. Yaani natumiwa 30,000 ambayo wakati huo ungekula chips mara 30, unaenda unazipiga siku hiyo zote. Si ulikuwa huna akili inayotosheleza? Unasema kwa pale no. Form 1 mpaka 4 kule ndio nilikuwa naiba hadi mandazi ya wanafunzi wenzangu. Kule haiwezekani. Kwa kuwa baba na mama ni waaminifu, niombe kupitia hapo. Sasa hapo ndio baraka yaani hicho unachoomba kitachelewa sasa. Maana yaani sasa kinapita kwako hakipo, kinaenda kwa baba na mama. Na kama na wao kwa waaminifu nasema labda babu na bibi, kizazi cha 3 na cha 4, na unasoma fungu ulisema hata kizazi cha 3 na cha 4, ila kule ni cha wanichukiao, huku unasema cha wanipendao. Kwa hiyo nawatia shime vijana, ninajua mko waaminifu, lakini kazeni buti katika hilo. Huwa uaminifu unalipa, kila mahali unalipa. Niulize mwenye swali, sababu muda wetu wa wasilisho dakika 40 na ndio hizi, na tunahitaji sasa mtu ambaye ana swali akuuliza au ana mchango katika hilo. Basi tusimame tumuunge mkono mtu mmoja hivi ili akili za maswali liweze kurudi. Haya, mketi sasa. Mketi. Haya, mwenye swali unaweza ukawa na swali la msingi, mwenzako akiuliza unaweza ukawa na la nyongeza. Sawa. Tunajua kuna ile ya karani, na ya karani sana sana inachukua taarifa za washiriki kwamba wale wenye ushirika hapa. Je, hii ya uwakili itachukua hadi wale wa shule ya Sabato? Maana kwa mfano hapa SUA hasa wanafunzi wengi sio hawana ushirika SUA. Kwa hiyo hii ya uwakili
itachukua hadi wale ambao hawana ushirika SUA, kwa mfano kwa kesi yetu kujumlisha TUCASA wote ambao hawana ushirika, lakini tunajua kwamba ni wa shule ya Sabato. Hilo sehemu ya niulize yote mawili. Niulize na la pili pia. Ngoja nijibu hilo. Okay, sawa. Alafu utauliza. Kwanza sehemu yenye wanafunzi wengi tunashauri kwamba database ya wanafunzi ijitegemee. Alafu na ile ambayo ni ya washiriki ambao sio wanafunzi ijitegemee. Hii itatupa kitu fulani hapo. Kuna picha itatupa kwamba yani ni kwamba wote iko hapo, lakini unapotengeneza ile shiti, ile wanafunzi ikae kivyake na ile ambayo sio ya wanafunzi ikae kivyake. Lakini kuna mtu mwingine anaweza akawa mwanafunzi lakini ni mtu ambaye tayari kuna wale wanafunzi wanaokuja tu wanaondoka, lakini kuna wale ambao ni wanafunzi lakini pengine anajiendeleza lakini alishaingia kwenye ajira, hakai kabisa kama mwanafunzi, ila tunahitaji yule mwanafunzi ambaye hajawa na chanzo kingine cha mapato. Na katika ile fomu lazima iulize kwamba mshiriki ama mshiriki wa shule ya Sabato. Kwa hiyo inakuwa na tiki kwamba huku ni wa shule ya Sabato, huku ni mshiriki kabisa ambaye. Kwa hiyo pia ujue kwamba unavyoshughulika na washiriki ambao majina yao yako kwenye kitabu cha washiriki ni tofauti na unavyoshughulika na mshiriki wa shule ya Sabato. Yule wa shule ya Sabato saa yote anaweza akaondoka. Kwa hiyo unapopanga bajeti yako usibezi sana katika mshiriki ambaye hajaleta jina lake la ushirika, kwa sababu saa yoyote anaweza akaondoka. Lakini pia mwingine anaabudu hapa lakini ushirika wake huko Dodoma, kwa hiyo anawajibika kule Dodoma. Kwa hiyo anatoa zaka Dodoma, sadaka Dodoma, anachangia ujenzi Dodoma. Kwa hiyo hayo sasa ni kuyaangalia ili hata baadaye mambo yanapokuwa hayaendi vizuri mnaweza mkajiuliza sababu kwamba labda mkawa na hizo hypothesis kwamba labda hii mkaifuatilia moja baada ya nyingine. Unajua kanisa ni kama taasisi. Local church ni kama taasisi. Na ikiendeshwa vizuri inakuwa ni taasisi iliyo nzuri kabisa. Kule Zambia kuna sina uhakika kama ni Zambia au ni Zimbabwe, katika maeneo hayo mawili. Lakini kuna mtu mmoja ambaye alisema kwamba anajitolea ili kanisa liende katika viwango vya juu. Akatoa fedha zake akaiomba conference. Akasema nileteeni wachungaji 3 ambao watakuwa ni miongoni mwa wakuu wa idara kanisani. Kazi yao ni kufanya kazi na mkuu wa idara. Kwa hiyo wakija pale wanagawana zile kamati. Mkuu wa idara ya majengo. Kwa hiyo wao kazi yake hao wachungaji ni kushughulika tu na shughuli za idara. Kufundisha idara hiyo ileweke kanisani, wakisaidiana na huyo mkuu anayehusika, anawalipa. Na kanisa limeonekana likiwa katika standard ya juu sana, kwa sababu watu wamekuwa na uelewa mkubwa wa kanisa, kwa sababu moja ya tatizo pia tulio nalo ni kulielewa kanisa. Kwa hiyo anashughulika na hivyo vitu kwa kiwango cha juu sana. Kwa hiyo lengo ni kuona kwamba uwakili pia ni kuona kanisa linakuwa katika viwango ambavyo kila kitu kinajulikana na namna kinavyokwenda na jinsi ambavyo kimeshindikana au kinavyowezekana. Kwa hiyo wanashughulika na hao wasio washiriki na walio washiriki pia. Na ni vizuri katika ile database pia ijulikane kwamba ni mshiriki wa shule ya Sabato atadumu kwa muda gani. Yaani maana yake kuwe na duration, ili usije ukamweka hapo pengine baada tu ya mwezi mmoja hayupo na ikaja kukusumbua sasa kwamba una watu wengi lakini kwa kweli. Kwa hiyo kila baada ya miezi fulani mna update zile taarifa. Swali jingine. Asante sana Pastor, umejibu vema. Na swali langu la pili ni kuhusiana na budget.
Kwa sababu basis ya budget kwa mfano ya mwakani itakuwa ni budget uhalisia, sio budget bali mapato na matumizi ya mwaka huu. Lakini katika hayo mapato na matumizi kutokana na mapato ambayo yametoka kwa wafadhili. Je, tunapotengeneza budget ya mwaka unaofuata, yale ya wafadhili na yenyewe tunayaconsider kwamba katika mapato yetu kwamba uwezo wa kanisa ni huu, tunayaconsider yale ya wafadhili wa nje au yale hatuya include? Yaani mapato ni mapato tu, ila kukiwa na mtu ambaye ameleta ufadhili mkubwa, umeshanielewa labda mtu katoa milioni 100. Namshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alikuwepo kule kwenye changizo la kanisa la KKKT, na alipokuwa hapo alichangia milioni 100, na kutoka ofisini kwake wakachangia milioni 100, na yeye binafsi wanaanzisha kituo cha watu wenye mahitaji maalum akachangia milioni 50. Kwa hiyo imeingia milioni 250 kwa siku moja. Sasa ikatokea tukaita kiongozi hapa akachangia milioni 250. Mwakani hatuwezi kuingiza kwenye bajeti kwa sababu hiyo itakuwa imeenda mbali kabisa na uwezo wa mapato yetu, kwa sababu huna uhakika tena kwamba unaweza ukapata mtu mwingine akaja akatoa hela ya aina hiyo. Kwa hiyo inapoangaliwa pia ni kuona kwamba wafadhili waliotufadhili walifadhili katika kiwango kikubwa kiasi gani ambacho pengine utakapokuja kukitafuta mwakani huwezi kukipata, ila mnaweka kwamba ikiwa itatokea akatokea mfadhili, fedha hiyo itaenda kwenye hicho kipaumbele ambacho huyo mfadhili alipendekeza. Kwa mfano mtu mwingine akitoa anasema mimi natoa kwa ajili ya vifaa vya sauti. Sasa hiyo hamwezi kuizungumzia kwamba bajeti yetu haisemi hivyo, kipaumbele chetu ni madawati. Yeye alisema kwenye vifaa vya sauti atapeleka hapo. Kwa hiyo tunasema tu kwamba katika ile bajeti izingatie kwamba ni fedha imeingia katika zile njia za kawaida na ambazo hazina umbali mkubwa wa ule utoaji wa kawaida. Kile hapo umenielewa vizuri hapo. Nimetolea mfano wa halisi wa juzi wa Mheshimiwa Rais alichokifanya, na mimi ninampongeza, Mungu ambariki sana, maana amegundua kuna baraka unaposhughulika na watu wenye mahitaji maalum. Na mimi nilienda nikaangalia hili jengo hapa chini. Sisi watu tunaosimamia idara ya uwakili na maendeleo ya conference, nikija hapo nauliza maswali mawili: hili jengo mnajenga linafika wapi? Naambiwa. Ninachokiangalia ni zaidi ya watu wanaokuja kuabudu wameketi hapa, ila ninaona program zingine za huduma za jamii, ndio mimi ninachokiona. Kwa hiyo nikiangalia mimi huko nje, hilo jengo likiisha, sioni tu watu wanaabudu, ninaona shule nzuri ya chekechea iko hapo, standard kabisa, yani ya kimataifa. Mtu yoyote anaweza katoka nchi nyingine akaja akasoma. Alafu ninaona kituo cha kulelea watu wenye mahitaji maalum, nakiona. Ndivyo ninavyoviona, pamoja na kuona ukumbi ambao vijana wetu tutawaambia sherehe zao wafanyie hapo, watupe na hela kidogo, ila hilo ni la ziada ambalo litatuwezesha kufanya usafi kwenye jengo letu ili tupate hela za kuwapa mashemasi, maana itakuwa ni jengo litakaotaka usafi mkubwa. Kwa hiyo ni vizuri hata tunapojenga pia tufocus kwamba pamoja na kuabudu hapo sawa, lakini tutakuwa na huduma za kijamii ambazo hata serikali itakuja izione kwamba tuwaunge mkono hawa watu, kwa sababu hiki kitu ni cha kitaifa. Lakini kwa kweli kama ni sadaka tu hizi za kawaida, huwa hata tukimwalika yote anakuja tu na yeye anatoa bahasha 1500 ngapi, kwa sababu hilo jambo haligusi jamii moja kwa moja. Pengine inaenda tu kwa wengine madhehebu ya watu binafsi, inaenda kwa mchungaji, kwa atasema mimi hiyo siko tayari, nataka ambayo inaweza ikakava huduma kubwa zaidi. Karibu.
Asante. Swali langu ni kwamba baina ya mkuu wa uwakili na muumini, yupi ambaye anatakiwa amfate mwenzake? Yaani yupi ambaye atakuwa mwanzo mwenzake? Tumezungumzia swala la database. Zile database, nani anatakiwa zile information za mtu? Ni mkuu wa uwakili au muumini anapoingia ndani ya kanisa ndio awe wa kwanza kuzipeleka kwa mkuu wa uwakili, au mkuu wa uwakili ndio amuidentify muumini mpya amuulize zile information ili aziingize kwenye database? Asante sana. Ile kamati, jambo la kwanza ni kubaini orodha ya watu walioko kanisani, ndio namba moja. Wanaweza wakawa na mbinu wanazozitumia, njia wanazozitumia, kwamba kwa wanafunzi tufanyeje, kwa washiriki ambao si wanafunzi tufanyeje, tupitie njia gani. Alafu wanaweza wakatumia njia ya kumpa mtu dodoso akalijaza, lakini zile taarifa zikiwa za kielektroniki na kwa vizuri zaidi ili ziweze kudumu. Kwa hiyo dodoso ile inaweza ikajazwa, akaenda akaingiza zile data, na hata kama kuna zilizo misi akamuuliza huyo mtu kwa sababu ana namba za simu. Kwa hiyo mwenye kazi hiyo, kwa sababu pia hizo kazi inatakiwa ifanyike kwa kutunza siri za mtu. Yaani manake sio kitu ambacho unakidisplay, ni kitu ambacho una kamati na kifanya kwa uangalifu kwamba ni kinahifadhiwa, na anayeruhusiwa kukiangalia ni yule tu ambaye anaruhusa kuangalia siri za mtu wa kanisa. Yaani kuna watu walioruhusiwa kuangalia siri zako ulizozileta wewe mwenyewe. Si umenielewa? Mchungaji akija akihitaji siri ya sadaka zako, mhazini anampa. Kwa hiyo kuna watu wanaoruhusiwa tu kwamba naomba na kuna mipaka pia. Mimi mchungaji naweza nikaja nikasema ninaomba taarifa za fulani. Lazima pia tufahamu, tujue kwamba unazihitaji kwa wema au unahitaji kwa sababu gani. Lakini kwa sababu hizo ni taarifa tu za kawaida, mtu anafanya kazi wapi, hamna shida, lakini si vizuri kitu kama hicho, profile ya mtu display popote. Kwa hiyo inakuwa imetunzwa, na kwa sababu inatunzwa, wenye dhamana ya kukupa hiyo dodoso na kuijaza ni kiongozi wa huduma za uwakili. Lakini naye tunasema anakuwa mwangalifu isije hiyo karatasi ikadondoka huko ikaokotwa alafu watu wanasoma taarifa za mtu. Kuna wengine ambao wangependa taarifa zao zifahamike na wengine hawapendi. Kuna mtu mwingine hata akiongeza kalamu tu ya kuandika hii anataka watu wote wajue kwamba nilikuwa na kalamu nyeusi, sasa nimeongeza na nyekundu. Na wengine hataki kabisa. Kwa hiyo ni vizuri ziwe ni taarifa ambazo ni za siri. Muda wetu umebakisha dakika 2. Fanyeni kazi zenu usiku si mbali, kesheni saa zenu, vumilieni. Kwa Yesu tumikeni na hiyo Injili, sana wahubiri ni watu wa mbali. Jamani, tunawaalika mtutembelee pale ofisini. Tembeleni pale. Ukija pale ofisini kuna vitu ambavyo tunasema ni physical, ni vya kuona tu hata kwa macho. Ofisi yenu imejitahidi kuweka miundombinu pale vizuri. Nyumba ya mchungaji sasa hivi iliyoko pale
ninasema pasipo shaka, Bwana asifiwe, kwamba ni nyumba ambayo kama ipo iliyojengwa na mtaa kwa ajili ya mchungaji, mimi sijaiona kwa sasa hivi. Yani Google nilikopita siwezi kuweka kwamba haipo, ila sijaiona, nimeiona ile pale. Kwa hiyo mmevunja rekodi mtaa wa Msufini kuwa na nyumba ya mchungaji ambayo ni bungalow. Imejengwa vizuri, ni kubwa, hata kwaya mkimtembelea mchungaji sasa hivi mnaketi wote na mnaimba sound proof, hakuna shida. Hata mkisema tukarekodie pale hakuna shida. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kujitoa kwenu. Kila aliyetoa chochote basi Bwana atamrudishia mara nyingi zaidi. Na sisi pia tulishiriki, sababu tuliiezeka na vile ilivyowezekana, vitu vidogo vidogo tumeshiriki, na bado kuna vitu ambavyo ofisi yetu ya fedha itaendelea kuvifanya ili kuiboresha zaidi, ifae kuwa na siri kidogo. Lakini tuna nyumba tumejenga pale pia za watumishi wengine, na tunaendelea kujenga, na lengo letu ni kuona kwamba matumizi ya upangishaji wa nyumba yanapungua. Na tumekuwa tukinunua hata nyumba sasa kule Kihonda na kwingineko, tumenunua nyumba. Kwa mkoa wetu huu sasa wa Morogoro tunazo takribani 12. Tuna imani ya kwamba zile ambazo hazijaisha kama chache zitaisha hivi karibuni, ili vile fedha ambazo mnazitoa zitumike vizuri, lakini pia zisiwe na matumizi makubwa, ili tuweze kufanya maendeleo. Kwa hiyo Mungu awabariki kwa kila mnachokifanya. Hizo nyumba hatujengi kwamba hela inatoka wapi, ni ile sadaka mnayoitoa inayojulikana kama maendeleo ya conference. Conference yetu imekatwa, lakini tutatembea kwa ushindi mkuu. Conference yetu sasa hivi inaishia pale Bwawani. Ukishafika tu Bwawani conference imeisha. Lakini mfahamu kutoka hapa mpaka Tanganyika Masagati ni kilomita 450 ndani ya mkoa huu. Na hiyo safari hujaianzia Gairo, hujaianzia Kidete Mlimani. Ukianzia Kidete Mlimani ukienda mpaka kule karibu kilomita 600 ndani ya huu mkoa. Kule Lupembe unapakana na mtaa wetu wa mwisho wa Tanganyika Masagati. Kwa hiyo mkoa huu ni mkubwa, unahitaji kazi, na tunahitaji tuombeane na tuweze kuona kwamba yani sio unyonge, yani jambo la sifa mkoa mmoja kuwa na conference. Bwana asifiwe sana. Jambo la sifa. Na kwa hiyo tukiwa waaminifu katika utumishi wetu, katoa sadaka kwa waaminifu, hatuishii hapo. Pengine si miaka ya usoni kule Ifakara kuna field, tunasonga mbele. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Ni kwa niaba ya ofisi yetu ya conference niwaletee shukurani hizo kwa niaba ya mwenyekiti wetu wa conference na mhazini ambaye ndio anaidhinisha hizo fedha ziweze kufanya hayo maendeleo. Basi tusimame tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa ajili ya jioni hii ya leo kutukumbusha mambo muhimu katika ustawi wa kazi yako. Umetuita tutumike kwa uaminifu, tufanye kuwa uaminifu wa matumizi ya vile ulivyotupatia, matumizi ya muda na nguvu, lakini ili tuweze kupokea baraka zako kama ilivyo ahadi yako, utufanye kuwa uaminifu kutumikia kwa kila unavyokuwa umetupatia. Naombea wanafunzi hawa walio wengi, Bwana uwabariki sana katika masomo yao, lakini siku za usoni tuone madaktari wako hapa, maprofesa wako hapa, tuwaone wakuu wa mikoa wako hapa, tuwaone mawaziri wako hapa na marais wako hapa. Sasa ukawajenge kwa ujasiri kwamba ni watu muhimu katika hili taifa, na ya kwamba wakijitahidi
wanaweza kutumainiwa sio tu katika familia, lakini katika jamii kubwa inayowazunguka. Tunapoelekea katika vipindi vingine, uwe nasi Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo. Amen.